نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقواه. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. يا عباد الله، خطبتنا اليوم إن شاء الله سنتكلم أهمية العلم الشرعية في ديننا الإسلام. Watukufu Islam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ziada na rehema zimwendee kiongozi wa umma naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu Islam, tuko katika mwezi wa al-Muharram au Muharram, na maana kwamba tumeanza mwaka mpya na tuko mwezi wa kwanza na tukiwa tunamalizia, na katika miezi minne mitukufu, mwezi mmoja katika miezi hiyo minne, moja ni mwezi tulionao. Hotuba yetu ya leo inazungumzia jambo lifuatalo. Inasema hivi: ahamiyatul ilmi fi shari'ati fi dinina al-Islam, umuhimu wa elimu katika sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Umuhimu wa elimu katika sheria yetu ya dini ya Kiislamu. Waislamu, tuanze hotuba hii na kuomba katika muda tutakaotumia ili tujue umuhimu wa sheria. Sheria ni nini na kutojua sheria kuna madhara gani? Watukufu Waislamu, Allah tabaraka wa taala katika sura Az-Zumar, sura ya 37 kama isisahau, aya 9, Allah subhanahu wa taala anasema hivi: a'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul sema ya Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Ingekuwa tuko darasani hili ni swali. Je, sema, waambie umma wako kwamba je, wanalingana wanaojua na wasiojua? Lau kunna nati jawaba la kunna la yastawiyan. Lau tungelitawajibu tungesema hawalingani, lakini Allah ameuliza swala hili kwamba je, wale wanaojua na wasiojua wanalingana? Hawezi kulingana. Watukufu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo ametujalia katika wanadamu ni swala la elimu. Al-ilmu shar'iyyatu fi dini al-Islam wajibu. Kujua elimu ya kisheria katika dini yetu ya Kiislamu ni jambo la lazima ala kulli muslimi wa kulli muslim. Kila Muislamu anawajibika ajue sheria, ni lazima, sio khiari. Lakini si hivyo, la anna al-ilma nur, kwa sababu elimu ni mwanga wa kuonea, wal jahlu dhulma, na ujinga huwa ni giza. Ya ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kad karrama bani adama bil ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala amemfanya bora mwanadamu kwa sababu ya suala la elimu. Kama mtu ana elimu, bora wake unakuwa ni ndogo, lazima atakuwa na matatizo. Watukufu Waislamu, undhuru lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala nabii Allah Adam. Hebu angalia jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba nabii Adam, qala lil malaika, aliwaambia malaika, sayaj'alu khalifatan fil ardi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mtawala wa kuendesha dunia. Tunaposema khalifa ni mtawala, al-ardu ay ad-dunya,
katika sayari hii ya dunia nitamweka mtawala wa kuendesha dunia. Baada ya manayo takallama almalaikatu, malaika nao walizungumza, mimma ya'lam bi'ilmi Allah, hawakuzungumza kwa sababu ya ujuzi wao, katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewajalia kujua. Malaika walisemaje? Walisema inna khalifata alladhi sataj'aluhu fil ardi sayufsidu fiha wa yasfiku dima. Huyo khalifa unayotaka kumweka katika sayari ya dunia, katika mambo atakayofanya mabaya, kwanza atafanya ufisadi, na hilo linaonekana lipo, lakini vile vile atamwaga damu, na hilo mnaliona. Lakini walijuaje malaika? Ina maana malaika wanajua na elimu kuliko Allah tabaraka wa taala? La, wao walijua kwa elimu ya Allah, hawakujua kwa elimu zao kwamba huyu ana sifa mbili, atakuwa fisadi na atamwaga damu. Nadhani hili jambo linajulikana na linaonekana katika ulimwengu wa leo, hata kabla ya ulimwengu wa leo. Waliposema maneno hayo, wabayana Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawabainishia malaika kwamba anna khalifata alladhi aj'aluhu fil ardi, kwamba yule mtawala anataka kumweka katika dunia, lahu sifatul ilmi, ana sifa ya elimu. Mimi si lengo la kwamba hatakuwa mfisadi, hata mwaga damu, lakini atakuwa na elimu. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza tukio hilo katika sura al-Baqara. Ukienda kuangalia sura ya pili aya 30 mpaka 35, Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna billahi minash shaitani rajim, wa idh qala rabbuka lil malaika. Hii aya sasa ya Muhammad, ukumbusha umma wako aliposema Mola wako kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi nitamweka katika dunia, katika sayari ya dunia mtawala. Qalu, wakasema, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa, unataka kumweka katika dunia mtu ambaye atafanya ufisadi na atamwaga damu? Allah subhanahu wa ta'ala baada ya malaika kusema hivyo, wakaendelea, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hapa malaika tunakusabihi, tunakuhimidi na tunakutukuza. Kwa nini umpeleke mtu ambaye atakana kuharibu dunia? Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua yale msiyojua. Mimi najua ambayo ni hamjui elimu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala alichokifanya alifanya hivi. Huyo khalifa mwenyewe ambaye atakuja kuendesha dunia, wa'allama adama al-asma'a kullaha. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala alimfundisha Nabii Adam majina ya vitu vyote. Lesa la sabura, si kwamba alimfundishia ubaoni kwa kuchukua chake, la, idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Si kwamba Allah alichukua chake akafundisha na Nabii Adam akana ubao, la. Mungu afanye hivyo, akamtajia, akamfundisha majina ya vitu vyote. Thumma aradahum ala almalaika, kisha kawaletea malaika. Faqala, akamwambia, ambiguni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, kama nyinyi malaika mna elimu, hebu nitajie majina ya vitu hivi kama nyinyi mnajua. Malaika wakaona jambo gani? Qalu, wakasema, subhanaka, angalia, mja unapokosea, mja unapokwenda kinyume. Hata Nabii Yunus alayhi salam alisema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ile subhanaka, mtakasifu ni wako wewe, ina maana tumeingia kitu ambacho si saizi yetu. Subhanaka, utakasifu ni wako wewe, la ilma lana illa ma 'allamtana, hakuna tunalojua mpaka utufundishe. Innaka antal alimul hakim, hakika wewe ni mwenye elimu tena una hikma nyingi. Qala, Allah akasema, ya Adamu, ewe Adam, ambihum bi asma'ihim, hebu watajie majina mengi. Adam uko pale, malaika wako pale. Sasa swali, je, hapa kulikuwa kuna
kulikuwa wanamuona Allah? La. Hakuna kiumbe chochote ambacho kimemwona Allah moja kwa moja, la. Hii ni mambo ya ghaibu. Allah anamwambia Adam, hebu ambie majina ya vitu hivyo. Falamma ambahum biasma'ihim, nilifundisha ahkam tajwidi na ndio ndio hapo. Pindi Nabii Adam alipoambia malaika majina ya vitu hivyo, Allah akasema, alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi, mimi najua mambo ya siri yaliyo juu mbinguni kule na ardhini. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, najua yale ambayo mnayadhihirisha, ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na yale ambayo mnayaficha mimi najua. Kwa maana ni hivi, katika elimu ya Allah tabaraka wa taala, kabla hujatenda anajua utatenda nini. Kabla hujatenda anajua utatenda nini. Kabla hujasema anajua utasema nini. Kauli ya mwanadamu, maneno ya mwanadamu, matendo ya mwanadamu hayawezi kutangulia elimu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul ilm wa yastahilu alayhi jahl. Allah na sifa ya elimu, ni muhali kuwa mjinga. Allah subhanahu wa ta'ala akadhihirisha kwamba khalifa anayekuja duniani ana sifa ya elimu, ndio Nabii Adam. Na sisi kulluna min Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab, sisi tunatokana na Adam kama Muhammad alivyosema. Kwa inatakiwa na sisi wanadamu, hasa Waislamu, tujue sheria ni nini. Waislamu, kaifa nahnu fi al-ilm shari'ah fi al-islamiyya, tuna hali gani katika Uislamu? Dini yetu tunaijua? Alana asbabu, tuna sababu zozote kwa kutokua dini yetu? Tuna mashiko? Kwa nini hatutaki kujua dini yetu? Waislamu, isma'u hadha alhaditha, hebu sikilizeni hadithi hii. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhi Mwenyezi Mungu sio juu yake, qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah ni katika masahaba waliopokea hadithi hii. Anasema alimsikia Bwana Mtume rehema na amani sio juu yake akisema, ad-dunya mal'unatun, dunia kama ya haraka ndio yalimu. Dunia ni kitu ambacho hakina thamani. Mal'unatu ma fiha, hata vilidoma vina thamani vile vile. Ila dhikra Allah, ila taji la kumtaja Allah, al-Qur'an, al-adhkar, ila dhikra Allah, ila taji la kumtaja Allah, sio mal'unatu. Al-Qur'an, dhikrillah, ila la kumtaja Allah tabaraka wa taala, Allah je mtukufu. Wama walahu, na wale wenye kumtii Allah tabaraka wa taala, hao sio mal'unatun. Wa aliman, na mtu mwenye elimu na akawa anafuata elimu aliyosoma ya dini, au mutaalliman, au yule anayefundisha, sio mal'unatun. Sasa wewe jiangalie, wewe uko katika wale wanamtaja Allah tabaraka wa taala? Je, uko katika wale wamtii Allah tabaraka wa taala? Wewe ni katika wajuzi katika elimu ya sheria? Wewe ni katika watafutaji wa elimu ya dini, au upo? Hadithi rawahu at-Tirmidhi. Waislamu, katika suala la elimu halina udhuru, na hasa elimu ya sheria. Qala sha'irun, mshairi mmoja anasema hivi, laysa al-yatimu man mata waliduhu, yatima sio yule aliyefiwa na mzazi wake peke yake. Kweli huwa ni yatima, na Qur'ani imeeleza ni yatima, lakini sikiliza, bali ni yatimu lilma wal adaba, yatima mbaya sana ni yule aliyekosa elimu na adabu. Huyu ndio yatima mkubwa. Huyu kukosa baba, ndio utaratibu uliopo, kwa sababu baba na muda wa kuishi duniani. Lakini je, elimu ina muda wa kuishi duniani? Elimu itakuwepo ila antakuma saa mpaka siku ya kiyama. Waislamu, minal ajala, miongoni mwa jambo la kushangaza, isma hadhi at-tamthiliya. Hebu msikize mfano. Msikize mfano huu alafu ingiza kilini. Kwa mfano, nimeleta mfano huu ili nikuonyeshe muhimu wa elimu. Salla al-imamu salata al-isha'i au salata dhuhri. Imamu kasalisha swala ya dhuhri.
swala ya isha au swala ya dhuhuri. Fazada fanasiya, kwanza kawa amesahau. Fazada rak'atan wahida, katika kuswalisha imamu amejikuta amezidisha rakaa moja, kwa sababu salatu dhuhuri na rakaa 4, salatu isha na rakaa 4. Sasa akasahau yeye, akajikuta ameingia rakaa ya 5. Watu wakamta tambii, subhanallah, imamu akaendelea kusimama. Sikiliza kinachokuja. Baadhi ya wale wafuataji, hasatan almuwafiqu, kuna almamumu almuwafiqu na almamumu almasbuqu. Maamuma alianza na imamu toka mwanzo rakaa ya kwanza, yattabi'unahu, wamfuata imamu, wayarifuna annahu zada rak'atan wahida, na hali ya kuwa anajua kwamba imamu ni rakaa ya 5, lakini wanamfuata. Ile jambo la kundi la kwanza. Wa ba'dhum, na baadhi ya wengine wakaona ile rakaa ya 5, fayantazirunahu fi tashahudi, na wengine wanamsubiri pale katika kikao cha tashahudi ya mwisho, wanamsubiri imamu arudi. Wa ba'dhum, na baadhi ya wao yusallimuna, wanatoa salamu, wakaona imamu ameisha rakaa na tumempa tambia kurudi, sisi tunafanya tahiyya kwa salamu zetu. Sasa swali, kaifa swala hukumu salatihim, je, swala za hawa watu watatu aina tatu, swala zao kisheria zikoje? Hawa wamemfuata imamu wakati wanajua imamu amezidisha rakaa, wana uhakika kabisa, lakini wamemfuata. Na wengine wamebaki chini wanamsubiri imamu arudi ili imamu atoe salamu na wao watoe salamu. Na kundi la mwisho likasema hapana, imamu tumempa tambihi akurudi, sisi tunatoa salamu. Ma hukumu salatihim, nini hukumu ya swala za watu wa namna hii? Udu rabbakum antum yuqinuna billahi. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Watu wa Islam, tuko katika suala la elimu ya sheria, katika mambo ambayo Waislamu yanatupatia shida. Elimu ya mirathi, elimu ya mirathi shida, elimu za talaka, talaqu raj'iyya au talaqu ghayr raj'iyya au talaqu alwafat, talaka iddatul wafat, talaka ya mwanamke, namna kumwacha mwanamke. Kuna mwingine anatoa talaka 4, mwingine anatoa 7. Umesoma wapi? Mwingine yeye anasema anajua kuoa lakini kuacha adui. Wewe unafanya dini kama kampuni yako, unajifanyia tu. Waislamu, unafanya ibada, tusalli wa anta uriyanan, unasali hali ya kuwa nguo zako hazikidhi haja, unasujudu huku nyuma kwenye nguo yako unabaki ukiwa wazi, swala yako ni batili. Waislamu, tusifanye vitu kwa sababu eti ni Waislamu, tuvifanya ala ilmi. Labuda an nata'allama, lazima tusome. Nimekupa mfano wa swala ile, kama ingekuwa tumetoa karatasi tumeigawa hapa, tuko kwenye mtihani kwamba kila mtu ajaze majibu hapo, nafikiri tumeona mambo yanayotokea, mambo ya ajabu ajabu. Waislamu, swala la elimu ya kisheria lazima tujue. Leo Waislamu inatokea familia, kwa mfano inatokea familia, mtu amefariki, kazikwa, kaacha watoto na mke na nini na vitu kama hivyo, kaacha mali, watu wafanye mirathi, wanakaa mpaka siku ya 40. Ni 40 ya wapi? 40 eti hatuwezi kufanya mirathi mpaka kitu cha marehemu kikatike ujambo na nini. Huyu bwana amekufa, tushamzika. Katika mambo ambayo tumeyafanya, alikuwa na madeni tumelipa, alihusia kuzidi kile kiwango tunachotakiwa tumefanya. Kwa baada ya dhalika ni kuridhisha watu wanaotakiwa warithi pale. Leo swala la mirathi limekufa, watu inafika pahala wanagawana kama watu wa kushoto. Umeyasoma wapi hapo? Allah subhanahu wa ta'ala ameleta suala la mirathi kutoka mbinguni. Sheria imetoka mbinguni, haikutoka kwenye chama cha siasa,
au kwenye grupu la watu fulani au raia watu fulani au kilabu fulani ndio wamefanya. Leo Waislamu hamna bidii. Hana Muislamu. Si Waislamu. Mwingine baba anaamua na dawa mali akiwa hai. Anta muslimu, wewe ni Muislamu. Hakuna mirathi yoyote kama itakuta indaka dalili atili, kama una dalili. Hakuna maandiko ambayo yamesema ukiwa hai unarithisha wewe. Hakuna kitu hicho. Haya ndio yanafanyika. Islam. Al-ilmu afdalu wa afdalu wa afdalu min al-mal. Elimu bora na ni bora na ni bora kuliko mali. Unaweza kuwa na mali usiwe na elimu. Elimu ni bora. Hakuna mtu yoyote aliye kusikia duniani kaibua elimu hata siku moja. Hakuna mtu aliye na elimu kafilisika. Hakuna. Leo angalia Waislamu tulivyo hali zetu. Angalia ndoa zetu. Leo Waislamu imefika pahala pa harusi, bwana harusi na bibi harusi wanapelekwa ukumbini. Wanapelekwa ukumbini. Kuna kina baba na kina mama pale. Bwana harusi na bibi harusi wanakata keki, wanalishana. Na sisi tunapiga vigelegele. Kina mama wanapiga vigelegele. Anakuja baba mkwe upande mmoja na upande wa pili wanalishwa na watoto wao. Mila za kikafiri ndio tunafanya. Islam. Kwa kumalizia, katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Tirmidhi, hadithi ameipokea Imam Tirmidhi, waqala hadithun hasan, amesema hadithi ni nzuri. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik anasema hivi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume rehema na amani ziwe juu yake, man kharaja fi talabi al-ilmi. Watu wa Tanga na vijiji na Tanga, watu nzuri ni mhadhiri wetu. Watu wa Tanga alhamdulillah walizohudhuria katika mambo ambayo mwana katika mambo ya drama ya Kiarabu, alhamdulillah, mambo ya elimu, balagha, sinaha, utakwambia man kharaja fi talabi al-ilmi, kuna mdafu na mdafu ile inafikiri kama mhadhiri. Yoyote anayetoka kutafuta elimu, fa fi sabilillah hata yarji, huyu yuko katika njia Allah mpaka arudi. Leo darasani tuna darasa hapa la fiqh, kuna darasa la hadithi, si kuna darasa la nini, wote wakai. Tumebaki ni maswali tu. Mtu kukaa kufundisha hayuko tayari. Si hivyo tu, hata Qur'ani yenyewe kufundishwa Qur'ani Muislamu hayuko tayari. Lakini fungua redio za kipindi cha michezo, sikiliza. Wengine ni wana majina ya Kiislamu mle. Anakutajia majina hata kuyatamka na shida yake anayojua na kuyatamka. Lakini mpe msahafu, mwambie nionyeshe suratul Nahl. Tafuta suratul Nahl kwa atakuuliza. Hawezi. Waislamu, usikum wa usi binafsi alaina bitalim au bililm. Na kuhusieni na usia nafsi yangu, ndio tukisoma lazima tusome. Kwa sababu gani? Innal ilma miftahu kulla shay'in, elimu ndio funguo wa kila kitu, na hasa elimu ya kisheria. Wal ilmu nuru, na elimu ni nuru, ni mwanga wa kuonea. Wal jahlu dhulmatun, na ujinga ni giza, kadhulmatin, kama giza la usiku. Angalia mchana sasa hivi watu wakikuona wana tochi hivi, unawasha barabarani, tochi ya kawaida tu, si ya gari. Inawezekana gari una mgonjwa, unawashia wenzako wakupishe, lakini una tochi tu hiyo umewasha hivi, watakuuliza vipi? Unasema sioni, watakuona una tatizo, kwa sababu kunaonekana na macho unayo. Lakini gizani, sindano ikidondoka, lazima utafute namna ya kuipata. Utaipataje? Lazima uone tochi. Kwa Waislamu na kuhusieni pamoja na kuhusiana na siangu kwamba tukae tusome dini yetu. No alternative, hakuna udhuru. Lazima tusome dini yetu tuijue, ili yale yanayotutatiza yaondoke. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma ij'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا